Kwa jina naitwa Marian Mushi. Nimefanya leo Father's Day shuleni kwangu kwa sababu mara nyingi siku ya maadhimisho ya baba duniani inakuwa ni kipindi cha likizo. Kwa hiyo wazazi wengi na watoto wengi wanakuwa wameshaenda kwenye mapumziko sehemu tofauti tofauti. Sasa mwaka huu tumeamua kuifanya tofauti tuweze kuwapata wazazi wa baba. Na ninamshukuru Mungu sana, wazazi wamejitokeza karibu wote waliopo shuleni kwetu. Hongereni sana kwa baba kwa kuja shuleni. Unapoongea na mzazi na anajua kwamba yeye ni mzazi na anajua wajibu wake, kumuita hasa wababa. Wababa wana majukumu mengi sana. Wababa wana shughuli nyingi. Kipekee tulianza kuhamasishana kutokana na matukio tofauti tunayofanya. Kila mwaka tunafanikiwa kufanya tukio la mama na mtoto ya wanawake, siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo wazazi wengi wanakuja, na kitu cha tofauti ambacho naweza kusema kilichowashawishi, kwa sababu wababa wengi ni wafuatiliaji wa matukio ya shuleni, na kitu ambacho ninajua wababa wengi ni kutunza muda. Tunamshukuru Mungu sana, Jema tunafanyaga matukio mengi na kutunza muda. Kwa hiyo wazazi wengi wa baba mwaka huu wamepata ushawishi wa kuja kutokana na kuona jinsi ya matukio yetu, iwe mahafali, iwe siku ya mwanamke, iwe siku ya wamama. Wababa wengi wanawasindikiza wamama na wanaona jinsi ambavyo tunakwenda na muda na kumaliza kwa muda. Kwa hiyo mwaka huu pia namshukuru Mungu wamekuja. Tulisema tutaanza saa 2, tutamaliza saa 3:30 na tukafanikiwa kumaliza kwa muda huo. Ndani ya huo muda naamini kipindi kingine pia nitapata wazazi wengi sana ambao watakuja kutokana. Changamoto zipo, na changamoto ndio mwanzo wa kufanikiwa, kwa sababu unapokutana na changamoto zinazopatikana kwenye shule nyingi tofauti, inakusaidia wewe kufikiria njia tofauti ambayo inakusaidia kuwaza kwamba utafanya kitu gani cha utofauti katika jamii ambacho wazazi wataendelea kukuamini. Tunashukuru Jema tunaendelea kuaminika kutokana na jinsi mtoto mwenyewe. Tuna utafiti ambao tunaendelea kufanya. Tulisema tutatumia miaka 3 bila kutumia matangazo ya vipeperushi, bila kuweka mabango kuitangaza shule. Tulisema tutatangaza shule kupitia matokeo bora ya watoto wetu. Kwa hiyo watoto wetu wametusaidia kutangaza shule kwa ubora zaidi. Huu ni mwaka wetu wa 6. Tunakamilisha mwaka huu Julai. Tunasema Mungu asante kwa sababu imetuwezesha kufanikisha watoto wetu kuongezeka kipindi baada ya kipindi. Jema ni shule ya tofauti kwa sababu tunawalea watoto kwanza katika maadili ya hofu ya Mungu, kwa sababu neno letu la Mungu linasema amlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa sababu mtoto akiwa mdogo, sisi tunapata watoto kama yule msemaji mkuu aliyesema leo, tunakaa na watoto muda mrefu sana kuliko majumbani. Tunapokea mtoto kila siku saa 1, anaondoka kwetu saa 9, anafika nyumbani ana masaa 2, mama anarudi kazini saa 11, anaenda kulala. Kwa hiyo sisi tunakaa na mtoto muda mrefu sana. Tunalea mtoto katika namna ya kujali. Asante sana mtangazaji. Yaani umegusa eneo ambalo sikuwa nimepanga kulizungumzia. Jema kila siku ya Ijumaa, na niombe kila anayesikiliza video hii, ingia kwenye ukurasa wetu wa Instagram Jema Preschool Academy, utatuona tuna logo ya shule kwenye PD yetu. Shule ya Jema kila Ijumaa tuna mafunzo tofauti. Kwa mtoto wa kiume pia tuna machefu tunaowaona pia wa kiume. Tuna namna tofauti, tunawafundisha watoto wetu namna ya kupika. Tuna activities za kupika. Ukiingia kwenye ukurasa wetu utaona. Tuna namna ya kufundisha watoto kufua. Tuna namna ya kufundisha watoto wetu kumenya vitunguu, kumenya nyanya, kugrandi, kuchambua mchele, kuchambua maharage. Watoto wetu wanajifunza tofauti hizo activities zote za nyumbani. Kufanya usafi, wanajua namna ya kufanya usafi, namna ya kupanga vitu chumbani, chumba kiwe kisafi, kiwe neat. Vitu namna tofauti ya kuarrange, kwa sababu mafundisho yetu sasa hivi hayapo kwenye wakati sisi tunasoma. Kulikuwa kuna somo la science kim ambako tulikuwa tunajifunza kushona, tulikuwa tunajifunza kupika. Sasa kutokana na hii curriculum
curriculum yetu tumefanya kitu kinachoitwa enriched curriculum. Tumeongeza vitu ambavyo tunamsaidia mtoto kujifunza kwa urahisi na kwa upendo. Tunaondoa tu yale mazingira ambayo ni hatarishi na mtoto anajifunza kwa urahisi sana. Ukiingia kwenye ukurasa wetu utaona kila Ijumaa tuna activity ya kupika, tuna activity ya kupiga pasi, tuna activity ya kujifunza kupiga kiwi, kuna activity ya kujifunza kufua, una activity ziko nyingi ambazo tunazifanya, kumenya viazi, kumenya vitunguu. Utaona jinsi ambavyo tunamfundisha mtoto na anazifanya kwa furaha kwa sababu anaona kwamba zile kazi hajawahi kuzifanya nyumbani. Zipo lakini hajawahi kuona. Kwa hiyo anapoona tunaondoa tu yale mazingira hatarishi, na huwa tunawahusisha wazazi kwamba wazazi tunaomba mtoto anapofika nyumbani akikuona unamenya kitunguu, mruhusu, kwa sababu inamsaidia yeye kufanya practice ambayo alijifunza shuleni. Mwisho kabisa napenda kuwashukuru wazazi walioendelea kutuamini na kutuletea watoto. Nyema ni kituo bora kwa malezi ya mtoto wako kiakili, kimwili na kiroho pia. Tunapenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wazazi wote waendelee kutuamini na kutuletea watoto. Nyema inapokea watoto kuanzia miaka 2 hadi miaka 5 na shule yetu inapatikana hapa Kibada Mwafrika. Namba zetu za simu ni 0716 29 22 89, 0716 29 22 89. Jema tunatoa kawaida, tunawaambia wazazi tupatie mtoto wako na utuamini. Baada ya miezi 3 turudishie taarifa. Mtoto wako anaendeleaje? Tunapokea watoto hasa wenye changamoto za kula, wenye changamoto za kutotulia, na pia ni kituo kinacholelea watoto wenye uhitaji maalum, wale watoto wenye usonji na pia watoto wenye Down syndrome. Karibuni sana, tuko Kibada Mwafrika, tuleteni watoto na mtupe nafasi tuwalee katika njia iwapasayo. Karibuni wazazi. Kwa jina naitwa Teacher Maureen kutoka Jema Preschool Academy. Nina neno la kuambia wazazi kwa kipindi hichi cha likizo. Tumetoa shule nyingi, najua zimetoa holiday package. Tunapoenda likizo tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu, kuwasaidia zile kazi za nyumbani, sio kufanya au sio kuwajazia, ila kuwa karibu nao na kuwasaidia waweze kuzimaliza kwa wakati na kwa usahihi vizuri. Hilo ndio neno ninaloweza kuwaambia. Kwa jina naitwa Mr. William David, ni mzazi wa Jedediah William, pia ni uncle wa Brevis hapa. Kwa kifupi, malezi ya ushirikishaji ni mazuri sana kama wazazi, na mimi mmoja binafsi ni mtu ambaye ninashiriki sana kama baba kwenye malezi, kwenye kushiriki sana. Hata leo nina ratiba ya kwenda kliniki binafsi kuwapeleka watoto. Ni jambo jema sana kwamba leo tumejitokeza kama wababa katika shughuli hii kwa wingi. Nimeona ni kitu chema sana, na shule imefanya jambo jema sana, na huu itikio umekuwa ni wa kipekee sana ambao sijawahi ona kwa kipindi cha muda mrefu sana. Mimi naitwa Jimmy Mkenja, ni mzazi wa Jalin. Tukio la leo lililofanyika Jemas ni tukio ambalo la kiroho, la kimwili, la kimungu, ambapo wamefanya vitu vizuri. Hao ni malaika wa Mungu ambayo kama sisi wazazi tumepewa jukumu. Vitabu vyote vya dini, Qur'ani na Biblia vimetupa majukumu hayo kwa ajili ya kuwalea malaika wa Mungu. Kwa hiyo jukumu la leo limetuunganisha kama wazazi kupata kubadilishana mawazo, lakini pia kuonyesha mapenzi ya watoto wetu. Lakini hususani pia jukumu la leo hili limeonyesha shule hii pia ni kwamba inafuata sheria za nchi. Tuna sheria ambayo inaitwa sheria ya mtoto ya 2009, na moja ya sheria hii inataka welfare ya watoto. Kwa hiyo kuwepo hapa pia ni kutekeleza takwa la sheria za nchi hii za namna wazazi tuwalee watoto na nini misingi ya sheria ya nchi hii zinasema kuhusu haki za watoto. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni nzuri, ambayo shule imefanya kitu kikubwa, kwa sababu leo tumeweza kutekeleza takwa la kisheria, sheria ya mtoto ya mwaka 2009, lakini pia takwa la Biblia na Qur'ani kwamba tuwaonyeshe mapenzi makubwa kwa watoto. Kwa hiyo shukrani nyingi ziende kwa
uongozi wa shule, na walichokifanya kinatakiwa kupongezwa kwa ubunifu mkubwa na maarifa makubwa waliofanya. Ni kitendo ambacho kina historia yake, ni cha kihistoria. Kwa hiyo kama wazazi tunashukuru sana na Mungu awabariki sana na endelee kuijenga shule hii. Asante. Ambacho mimi kimenifurahisha ni kitu kimoja ambacho mmoja wa mkufunzi ambaye alikuwa anazungumza amezungumzia kwamba ni muda gani tunatenga dhidi ya watoto wetu. Kama tunavyojua michakato ya maisha, wazazi hasa especially wa kiume tumekuwa na muda mchache sana kukaa na watoto wetu. Kwa hiyo unatoka asubuhi unarudi jioni unakuta iza melala au wanafanya assignment anaondoka. Lakini kumbe mfumo huu ni sio sawa kwa makuzi ya watoto, kwamba tunatakiwa kutenga muda. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda, ambacho nimejifunza ni kwamba kumbe kunatakiwa kuwepo na demokrasia ya kuongoza familia. Mara nyingi mfumo dume unatutaka sana sisi wazazi kuamua tunakwenda labda holiday wapi, tunakula nini na tunafanya nini, lakini kumbe inatakiwa uwe na shirikishi, zoezi shirikishi la familia, nao watoto wawe sehemu ya kuchagua. Leo baba tunapenda tule hichi au tunapendelea holiday hii tukaenda sehemu fulani. Kwa hiyo ni demokrasia kubwa ambayo wazazi tumejifunza, kumbe pamoja na kuwa na baba wa nyumba, lakini tutoe demokrasia kwa watoto kufanya maamuzi ya pamoja, yani ile collective decision kwa pamoja. Kwa hiyo hili limenifurahisha na nashukuru nimejifunza kwamba kumbe nikirudi nyumbani na mimi maamuzi yangu sitatoa mimi kama dikteta, lakini itabidi yawe shirikishi ya familia zima na watoto.